Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, twaja mbele zako asubuhi ya leo, tukijiachilia mikononi mwako, tukiwa tayari kulishwa na wewe na neno lako siku ya leo. Tunaomba Bwana, tusitoke mahali hapa venye tuliingia, bali tukaweze kubarikiwa na wewe na tukaweza kumalizia mwaka vizuri na wewe venye tulianzia na wewe. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na tunaamini. Amen. Habari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Merry Christmas. It is not sio mapema sana na kusema Merry Christmas. Hakuna Sunday ingine tutakutana tuseme Merry Christmas. Merry Christmas. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa nasi na asubuhi jema nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Namshukuru kwa kuniokoa na kunipa hii nafasi hata ya kushare neno la Mungu asubuhi jema. Namwambia asanti. Mungu amekuwa mwema kwangu na familia yangu hii mwaka mzima, na tunaendelea kumshukuru na kumshuhudia kwa wema wake na kwa yale yote ametutenda na yale yote ametuhifadhi yenye hata hatujui, hata hatukukumbuka, ama hatukuwa na idea inafanyika, lakini Mungu mwenyewe akatulinda na akatukinga. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi jema na nyenyekea na namshukuru vika wetu kwa kunipatia hii nafasi tuweze nikaweze kushare neno la Mungu, na namwambia asanti kwa uongozi wake mema wenye ameendelea kutuongoza. Leo ni Sunday ya mwisho kabla ya Krismasi, na ile ujumbe niko nayo kutoka kwa Mungu ama mada ya leo ni tusiogope, Mungu yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Do not fear. God is with us. Tusiogope, Mungu yuko pamoja nasi. Na ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tunakumbushwa ujumbe wa tumaini. Jambo muhimu sana katika kipindi hiki cha Krismasi, tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na katika siku ya leo tutaangazia ile somo tumesomewa katika Agano la Kale. Na tunaona katika kitabu cha Isaia 7, ilikuwa ni wakati wa nabii Isaia, na kulikuwa na mfalme aliyekuwa anaitwa Ahazi, na alikuwa mfalme wa Yuda. Mfalme Ahazi aliweza kutawala ama kuongoza Yuda kwa miaka 16, na hii ni kulingana na Wafalme wa Pili sura ya 16 na mstari wa 2. Alikuwa mwana wa mfalme Yotham kama vile tulisoma katika Isaia 7 kuanzia hapo, na alikuwa mjukuu wa mfalme Uzia ama Azalia. Na mfalme Ahazi, tofauti na baadhi ya wafalme wengine katika Agano la Kale, Ahazi hakutembea katika njia za Bwana. Biblia inasema alifanya maovu machoni mwa Mungu. Aliabudu sanamu, akafuata desturi za kipagani, na hata akatoa mwana wake aliyekuwa amemzaa kama sadaka ama kafara katika madhabahu ya kigeni. Na hiyo ilikuwa inamchukiza Mungu sana sana, kwa sababu tunajua alikuwa ameshawaagiza Wanaisraeli wasikai jitengenezea madhabahu ingine isipokuwa ile yake. Na hii inapatikana katika Wafalme wa Pili 16 na mstari wa 3. Na tunaona katika Isaia 7, wana wa Yuda walikuwa wamepangiwa mambo mabaya, na sio nchi moja tu bali mbili. Walikuwa wamepanga kwenda kuwapiga, kuwashambulia na kuchukua mji wao. Na hapa tunaona mfalme Ahazi na wananchi wenzake walikuwa na wasiwasi mwingi. Biblia inasema ya kizungu walikuwa wanatetemeka kama miti ya msituni kwa sababu ya uoga. Hebu imagine sisi wa Kenya tumepangiwa mabaya na majirani zetu kama Uganda na Tanzania, na wamepanga kuja kutumaliza na kuchukua nchi yetu. Sisi wote pamoja na rais wetu tunatetemeka hivi kama miti ya misitu, ama wengine tunasema kama nyasi wakati wa upepo. Juu hamjui mtafanya nini, na hakuwa anajua atafanya nini. Lakini Biblia inasema kuwa King Ahaz alijipanga na akatafuta suluhu lake.
akaenda kwa nchi ya Asiria na akaongea na mfalme wa huko akuje amuokoe kupigana na adui yake. Na hii ni katika wakati huo nani akaogopa sana? King Ahaz akaogopa. Na ni wakati huo wa kuogopa Mungu alituma nabii yake. Nenda umwambie hao wamekupangia mabaya, haitafanyika. Na hiyo unaogopa haitafanyika. Na Mungu akamuuliza akatumana, unataka ishara gani ndio ujue mimi Mungu wako nitakupigania? Hata kama umeniacha ama umeacha madhabahu yangu na ukaacha ile nilikuwa nimewaaga msipanye, kwa jua kuwa mimi niko nawe hata kama unapitia magumu, na wapenda na nitawapigania hata kama umekosa kuwa mwaminifu kwangu. Na King Ahaz akaogopa kwa sababu alikuwa amemuasi Mungu na alikuwa amejitafutia suluhu kwa shida zile alikuwa. Na ndiposa wakati Mungu alimuuliza, unataka ishara gani ndio ujue mimi nitakupigania? Hakutaka kuomba ishara. Sio kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa Mungu na alikuwa anajua kweli Mungu atakuja kumpigania, lakini kwa sababu alikuwa anajua ashajipanga na vyenye ataenda kusaidiwa na king wa Asiria mwenye alikuwa anafikiria ako na nguvu mingi kuliko nchi hizi mbili zilikuwa zinapanga kumharibu kuwapiga. Pia alikuwa ashajipanga na wakasikizana na king wa Asiria atamulipa na nini, atampatia dhabahu gani ama atafanya nini ndio aweze kucompensate kwa kuja kumsaidia. Kwa sababu hiyo ndio alikuwa anajua mimi nishajipanga sawa sawa. Kwa hivyo hata kama Mungu unakuja kunisaidia mimi ninajua niko na nini, na suluhu. Lakini Mungu akasema hata kama hutaki ishara nitakupatia tu ama nitakuhakikishia kuwa nitakupigania. Na diposa tukasoma hapo Mungu akamwagiza kuwa kutazaliwa ilikuwa ni 10 na ngapi? Kwa hiyo Mungu mwenyewe atawapa ishara. Hiyo ni mstari wa 14. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamuita jina lake Immanuel. Kwa hivyo Mungu hakukuja tu na suluhu ya ile shida walikuwa nayo hiyo wakati ya kupigwa na maadui wao. Akamhakikishia nitakupigania, na sio tu wakati huu, mpaka milele nitakupa ishara ya kuwa nitakuwa na wewe. Na hapa ndipo tunaona profesi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo Immanuel. Na tunajua Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hivyo akamuahidi Ahazi, hata kama nitakupigania hata wakati huu, milele nitakuwa na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ni nini tunapitia asubuhi hii inatufanya mpaka tumsahau Mungu wetu na tunaenda kujichibia vizima vya kando kando tio tuweze kupata suluhu kwa shida yetu? Ni nini hiyo tumepitia katika nchi yetu imetufanya mpaka tukaona kama Mungu ametusahau na tunaanza kujitafutia suluhu kwa shida zetu? Mpaka tushaanza kujipanga na 2027 inakuja. Tunasahau katika yole yote tunapitia, Mungu anaona na anakuwa mipango mema juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini tunapitia katika familia yetu? Labda tumeamkiana ndugu na ndugu mwenzake. Unakumbuka kwanza ati nastahili kwenda nyumbani Christmas. Hii ni wakati wa kuwa na ndugu na dada zako. Unakumbuka yale wamekufanyia kutoka ukue mdogo mpaka wa leo wanakufuata. Unakaa hivi unaangalia biashara yako unashangaa, na hii mwaka si imekuwa mbaya? Si hii ushuru imetupeleka vibaya? Hata sijui Christmas nitafanya nini. Unaangalia ni Januari inakuja, hata hauna mpango wa school fees ya watoto. Ama watoto wamesoma bado wako nyumbani hawajapata kazi. Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo, hiyo yote tunapitia, hata kabla tumwambie anajua. Bwana Yesu asifiwe. Anajua suluhu ya yale yote tunapitia. Inaweza kuwa ni ugonjwa, umesumbuana na madaktari na hospitali tangu Januari mpaka unajiuliza hii nitamalizia wapi?
Woga imekuingia na unatetemeka kama mti ya msituni wakati kuna upepo. Mungu anatukumbusha asubuhi njema. Hiyo tunapitia anafanya nini? Hiyo tumeambiwa na inatusumbua, hiyo ripoti tumepewa na inatusumbua, Mungu atadili nayo. Na anatupigania, sio sisi tujipiganie. Na situmwamini huyu Mungu asubuhi njema. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali tulio nayo, mtihani wa kijisea umetoka, watoto wamekuwa praised. Unaangalia mtoto wako venye alifanya mtihani na ile shule aliitwa, unaangalia gai, mtoto wangu kutaenda aje? Nitamwambia aje? Na venye nilimwambia ajikakamue ataenda national school. Results zikatoka na tukasherehekea mtoto amepita. Unaangalia kwenye ameitwa, unashindwa tutaenda wapi? Katika hali hiyo ya mawazo na wasiwasi mwingi, Bwana Yesu anatuambia ako na suluhu ya leo na ya hiyo shida tunapitia, na pia anatukumbusha hata tuacha wakati hii itaisha. Ataendelea kuwa nasi, ataendelea kutupigania, na anatuprofesaia kuwa hata tuacha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe alipromise katika Isaia kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na jina yake ni nani? Emmanuel. Kumaanisha katika ile yote tupakuwa tunapitia, Mungu yuko nasi. Bwana Yesu asifiwe. Katika zile shida tunapitia, na tukumbuke ya kuwa hatuko peke yetu. Hatupigani peke yetu. Hata ingine haukujua ikikuja, ni yeye Mungu mwenyewe anakupigania. Wewe tu unaona matokeo, haujui ilikuwa aje. Hata hii wakati mgumu, Mungu anatukumbusha ako pamoja nasi, na hata tuacha, ataendelea kuwa nasi katika hali ile tuliko nayo, nzuri mbaya ikue aje, ako nasi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukumbuke hata tukisherehekea Krismasi, hayuko na sisi tu juu ni Krismasi. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu anazaliwa ati hii Disemba, tujue hata wakati wowote ule Mungu ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia katika somo ama Psalms ya leo, na hiyo ni Psalms 80. Tunaona Zaburi 80, tunaona ni ombi la watu wa Mungu wakimlilia msaada. Iliandikwa wakati wa shida za kitaifa. Wakati Waisraeli walihisi kushambuliwa, kudhoofika, na kana kwamba Mungu alikuwa amewaacha. Hapa tunaona ni tofauti na wakati wa King Ahaz. Yeye alinyamaza na akajitafutia suluhu zake. Hakumkumbuka Mungu. Mungu mwenyewe ndiye aliwakumbuka na akawatumia Prophet Isaia. Lakini Zaburi 80, tunaona watu wa Mungu wanarudia Mungu wakiomba na kuomba tena. Urejeshe Bwana, uangaze uso wako, nasi tutaokolewa. Na hili liwe ombi letu katika maisha yetu asubuhi ya leo. Hii inaonyesha katika Zaburi 80, hawa watu utabua kwamba hawawezi kujiokoa wao wenyewe. Wanamuomba Mungu awarudie tena. Wanamuomba urejesho. Wanamwamini kabisa wakijua hawana suluhu kutoka mahali ingine. Na wanajua tu ni Mungu mwenyewe anaweza kuwasolvia ama kuwasaidia katika zile shida wako nazi. Na sisi kama tukienda kufunga mwaka na kuwelcome mwaka mwingine mpya, katika ile hali tuko, na tukumbuke ya kuwa tumrudie Mungu na hata tuacha. Tumuombe badala ya kupanic, na tumtumaini Mungu badala ya kuogopa. Na zaidi ya yote tusisahau Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na sio kwa sasa tu, ni hata milele. Hata watuachilia, ataendelea kuwa nasi. Katika nchi yetu, mengi imeongewa, mengi tumejipangia, mengi tumejua, hata hatujui tufanye nini.
Katika hii hali kama Wakristo na watu wanaomwamini Mungu, hebu na tumrudie Mungu na tumwambie, kama ulipigania King Ahaz wakati alikuwa anaogopa sana, hata sisi unaweza kupigania sisi. Unajua ile mipango yote imepangwa, unajua Mungu anajua ile yote watu wanapangia watu wake, lakini Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo, yuko pamoja nasi na atafanya nini? Na atatupigania. Na ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni asanti kwa hilo neno nzuri. Tunakumbusha kwamba Mungu yu pamoja nasi. Ndio ni mengi ambayo tunapitia, lakini Mungu yu pamoja nasi na atatudumisha na atatuweka tukiwa ndani yake. Na kama vile alivyomzungumzia Yosefu na akamwambia asiogope, hata na wewe uko katika hiki kikao, Mungu pia anakuzungumzia na anakuambia usiogope, simama imara ndani ya Yesu, maana ana ushindi na anaweza. Tujitayarishe na ndipo tuweze kuleta matoleo yetu.